Okay, mambo vipi? Naamini kabisa uko vizuri. Once again, karibu sana katika ripoti zetu, tukiendelea kuchanganua na kuchambua kila ambacho kinachoendelea ndani ya ligi kuu Tanzania Bara. By the way, ligi kuu Tanzania Bara imemalizika na hivi sasa kila mmoja anajaribu kutazama ni kwa namna gani ataboresha kikosi chake kwa ajili ya msimu unaokuja. Mathalan, msimu huu unaweza ukaanza mwezi wa 9 ama mwezi wa 9 mwishoni, kutokana na kwamba mwezi wa 8 hapa atakuwa na michuano ya CHAN ambayo itaanza mwezi wa 8 katika uwanja Stade Benjamin William Mkapa, na Taifa Stars wao watakuwa nafungua michuano hiyo dhidi ya kikosi cha Burkina Faso aka Burkinabe katika uwanja huo wa Taifa. Sasa timu mbalimbali zinaendelea na kujiwinda na kujaribu kutengeneza mazingira mapya. Moja kati ya timu ambayo ina kila sababu za kufanya mabadiliko makubwa sana ni pamoja na kikosi cha Simba. Tutazishuhudia thank you nyingi sana kwenda kwa wachezaji, hususan wale ambao hawakuwa na performance nzuri katika msimu huu. Yote kwa yote ni kwamba Simba Sports Club wanajaribu kujenga kikosi ambacho kitakuwa hatari kwa ajili ya msimu unaokuja na kwa ajili ya kufanya vizuri, kurudisha uhatari wa klabu ya Simba kwenye michuano ya ndani, lakini pia Simba kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Mind you, ameshika nafasi ya pili Simba, na nafasi hiyo inampa opportunity ya kucheza michuano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, ambapo wao watacheza michuano hiyo pamoja na Young Africans, huku Singida dhidi ya Azam si wao wataendelea kucheza michuano ya kombe la shirikisho. Sasa Simba hawataki kufanya makosa mengine this time around. Wanahitaji kukijenga kikosi chao ili wakielekea katika hiyo michuano wawe wako vizuri. Kuna baadhi ya wachezaji ambao mpaka sasa hivi ni approved kwamba wanaondoka ndani ya kikosi cha Simba. Mmoja kati ya wachezaji ni pamoja na Fabrice Luamba Ngoma, ambaye jana nilikufahamisha vizuri sana kwamba huyu mchezaji ataondoka ndani ya kikosi cha Simba na tayari yeye binafsi ameshaaga, ijapokuwa Simba hujatoa taarifa rasmi ya kuachana na mchezaji wao Fabrice Luamba Ngoma, jambo ambalo ninaamini taarifa ya kuondoka kwake itatolewa siku za hivi karibuni, na inawezekana tayari ishatolewa kupitia kwenye page website ya klabu ya Simba ama application ya klabu ya Simba. So Simba leo tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2025 wanafanya kikao kizito sana, na kikao hiki kinaongozwa na Mohamed Dewji na washauri wakubwa wa klabu ya Simba akiwemo Ismail Aden Rage, Godfrey Nyange Kaburu pamoja na viongozi wengine. Kikao hiki kitakuwa ni mahususi kwa ajili ya kujadili mustakabali wa Simba katika msimu huu na kumshauri tajiri wafanye nini katika msimu unaokuja ili kupata kile kilicho bora. Tajiri yeye ana baya, anachohitaji ni Simba irudi katika makali yake, lakini anahitaji kushauriwa ni njia ipi ambayo waitumie katika msimu unaokuja kwa ajili ya kupata kile anachokihitaji. Lakini kilitanguliwa na kikao ambacho kimefanyika usiku wa kuamkia leo kati ya Mohamed Dewji huyo pamoja na manager ya kikosi ama kocha ya kikosi Fadru, na katika kikao hiko wamekubaliana baadhi ya vitu. Moja kati ya kitu ambacho wamekubaliana ni kwamba sasa yeye atapata full authority kupitisha panga, yani mchezaji ambaye yeye atasema huyu mchezaji simuhitaji, maana yake yeye atapitisha panga, lakini akisema mchezaji huyu na muhitaji basi ataendelea kusalia. Lakini pili, yeye ndiye atakaye suggest wachezaji gani wasajiliwe, kwamba namhitaji fulani na fulani, lakini ile final approve ya kununulika kwa mchezaji ama hanunuliki ni ya mwekezaji pamoja na kamati tendaji ya kikosi cha Simba. Waweza kusema Fadru amepewa huru wa bendera. Amepewa kisu cha kuchinja ila jiko la kupikia nyama akaombe kwa mtu mwingine. Kwa nini nasema hivyo? Yeye atapitisha panga ya wachezaji asiowataka, alafu atatoa mapendekezo ya wachezaji fulani anayowataka, alafu final approve ya mchezaji gani anunuliwe inatolewa na Exco. Tuangalie mchakato mpaka mchezaji ananunuliwa inakuaje. Kwanza tunaangalia uwezekano wa upatikanaji wa mchezaji sokoni unafanyaje. Lakini pili, tunaangalia willing ya mchezaji kuama kwenye timu aliyokuwa nayo. Tatu, tunaangalia timu ambayo ako nayo iko tayari kufanya biashara ama la. Na 4, tunaangalia bei yake inasemaje. Jambo la kwanza tunaangalia soko linasemaje. Mfano, kuna wachezaji ambao sokoni ni big stake, kila moja anamhitaji. Tunakubali kwamba ushindani utakuwa ni mkubwa sana. So kama sokoni anahitajika sana, manake hata gharama yake itakuwa ni kubwa mno. Waga tunasema demand and supply.
Kama bidhaa inahitajika sokoni kwa namna kubwa, lazima thamani yake itapanda. So kuna baadhi ya wachezaji ambao Simba waliwahi kuwakosa kutokana na kwamba ushindani wa kumpata mchezaji huyo ulikuwa ni mkubwa sana. Mwisho wa siku mchezaji amenunuliwa na timu nyingine. Lakini jambo la pili ni mchezaji yeye mwenyewe yuko willing kuondoka. Kuna wachezaji ambao mikataba yao iko ukingoni. Mfano kama pale Yanga, Aucho, Muda, Maxi, Dickson Job, Diala, Duki Abuya. Hao ni wachezaji ambao mikataba yao iko ukingoni. Lakini je, wao wako willing kuondoka ndani ya kikosi cha Simba? Ninaamini cha Young Africans na hakika wanatamani kuendelea kusalia. So kama mchezaji hana mpango wa kuondoka kwenye timu anayotaka, hata mshawishi vipi hauwezi ukafanikiwa. Kuna mtu mmoja anaitwa Francesco Totti, alikuwa ni mchezaji wa kikosi cha AC Roma. Huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao waliacha historia pana kwenye kikosi hiko cha AC Roma kutokana kwamba aliweka hiyo royalty kwamba sintochezea timu nyingine yoyote katika maisha yangu ya soka, na akastafu pale pale ndani ya kikosi cha AC Roma, na anaheshimika sana sana sana. So hiyo ni jambo. Lakini jambo la pili, timu yake iko tayari kufanya biashara na wewe. Kuna timu haziko na diplomasia nzuri ya kuuziana wachezaji. Mfano mwepesi ni Simba na Yanga. Ukiona mchezaji ametoka Simba ameenda Yanga, ujue kwamba mkataba wako ulishamalizika na Simba walikuwa hataki, na yeye mwenyewe alikuwa hataki kuongeza mkataba. Ukiona mchezaji anatoka Yanga anaenda Simba, ujue tayari Yanga walikuwa wana mpango naye, ama mkataba wako ulishamalizika na Young Africans walikuwa tayari kumongeza mkataba. So lazima hayo yote yatazamwe. So Fadru anaweza akana mtaka Feitoto, lakini gharama ya Feitoto sokoni ni kubwa kuliko budget ya klabu ya Simba walionayo. Automatic ataambiwa tafuta mchezaji anayefanania na Feitoto wa gharama fulani, gharama yake isiwe ni kubwa sana, jambo ambalo litasababisha maybe Simba akakosa wachezaji wengine. Hapa kuna majina ya wachezaji kadhaa ambao tayari Fadru ameshawaweka kwenye target ya kuondoka. Fabrice anaondoka, Okejefa, Mavamba anaweza kuondoka, Aweso anaweza kutolewa kwa mkopo, Ali Salim Katora anaweza kutolewa kwa mkopo. Simba wanaweza kuachana na Shema Lonifondo Ukuta wa Yeriko. Simba wanaweza kuachana na mtu kama Hussein Kaza anaweza kutolewa kwa mkopo, na wachezaji wengine wengi. Taarifa zinaniambia kwamba litapitishwa panga la wachezaji takriban 10 katika kikosi cha kwanza wa kitaifa na wa kimataifa. Sasa yote haya yatafanikiwa mara baada ya leo Simba Sports Club kumaliza kikao mahususi na rais wa Yemen. Kikao kitaongozwa na rais pamoja na washauri wake. Wanamwambia nini? Wanasemaje? Tutasubiri kuona. Mimi kwa sasa ni hayo. Usisahau kufanya jambo moja la muhimu sana, ni kusubscribe channel yetu ili wa kwanza kupata taarifa zinazoendelea. Hususan katika kipindi hiki cha usajili utayasikia mengi sana ambayo binafsi unatamani kuyasikia. Asante and salute la familia.